Mheshimiwa Spika, kwanza niruhusu nitumie fursa hii kuipongeza timu yangu ya kazini, timu ya Simba kwa ushindi walioupata kwa mbinde jana baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa takriban michezo 8 mfululizo iliyopita. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kulileta swali hilo na ameendelea kuwa mtetezi wa wananchi wake wa Ushetu pamoja na vijana wengine wa Kitanzania. Mheshimiwa Spika, ni kweli kumekuwepo na baadhi ya maeneo kuwepo kwa mirundikano ya vyombo vya moto zikiwepo pikipiki ambazo zimekamatwa kwa makosa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, tuna mafungu mawili katika jambo lile ambalo Mheshimiwa mbunge amelisema. Vipo vyombo vya moto zikiwepo pikipiki ambazo zimekamatwa kwa ajili ya makosa makubwa ambayo yamehusisha uhalifu wa kutumia silaha ama makosa mengine yanayohitaji chombo husika kushikiliwa kama sehemu ya ushahidi, mfano chombo kilichobeba madawa ya kulevya, chombo kilichobeba wahalifu waliofanya uhalifu wa kutumia silaha, ama chombo ambacho kimeshiriki katika makosa mengine makubwa kama ya ubakaji ama mauaji. Mheshimiwa Spika, kwenye makosa haya ya kundi hili la makosa makubwa tumeweka sheria ya kushikilia vyombo hivyo ili viweze kutumika katika taratibu za kiuchunguzi na za kiushahidi kwa kuzingatia sheria zetu za makosa hayo makubwa. Mheshimiwa Spika, nikubaliane na Mheshimiwa mbunge kwenye upande wa makosa haya madogo madogo. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo waheshimiwa wabunge watakumbuka, nilikopita katika ziara maeneo yote nilielekeza kwamba vyombo vinavyotumika kwa kazi ya vijana wetu wa Kitanzania kujiletea kipato, ikiwemo bodaboda, bajaji, magari haya ya keri, magari ya biashara, kama limefanya kosa na tumejiwekea taratibu za sheria za hayo makosa na muhusika anatambulika, basi hivyo vyombo visitumike kushikiliwa, badala yake warudishiwe wahusika ili wakafanyie kazi na kupata fedha ambayo wanatakiwa walipe faini. Mheshimiwa Spika, kwa sasa Watanzania wengi wako na vitambulisho vyao vya taifa, wanafahamika na vyombo vyao vimesajiliwa, wamiliki wao na wanaoviendesha wanafahamika. Hakuna ulazima wa kushikilia chombo hicho badala ya kujikita kwenye utaratibu ambao tumejiwekea wa faini, na tumeweka muda ambao aliyefanya kosa anapaswa kuwa amelipa. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kuelekeza tena, mahali popote ambapo kuna vyombo vya moto bado vimeshikiliwa na havijafanya makosa yale ya kundi la kwanza nililosema la makosa makubwa ya uhalifu, mauaji, nyara za serikali, ubakaji, madawa ya kulevya, makosa mengine yote ya faini, vyombo vya moto visishikiliwe, badala yake wahusika watakiwe kulipa faini wakiwa na vyombo hivyo ambavyo ni vitendea kazi vya kufanyia kazi, kila moja aendelee na kazi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka Mheshimiwa Rais alielekeza serikali kupitia upya sheria zile za masuala ya faini. Utakumbuka faini zilikuwa kubwa sana. Mheshimiwa Rais akasema faini sio chanzo cha mapato, tunarekebishana, tunasahihishana, wekeni faini ambayo itakuwa na sura halisi kwamba hii si chanzo cha mapato. Na utakumbuka Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu likapunguza faini zile ambazo zilikuwa zinatozwa kwa bodaboda, bajaji na maeneo mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba zinakuwa faini zinazoweza kulipika.
Mheshimiwa Spika, nitoe rai pia kwa vijana wetu wa Tanzania kutokutumia hii kama fursa ya kufanya makosa. Makosa mengine yanahatarisha uhai wa Watanzania wengine, ikiwemo wale wanaobebwa kama abiria. Kwa tuendelee kuchukua tahadhari tunapotumia vyombo hivyo vya moto, kwa sababu vinatugharimu maisha na sehemu zingine, maeneo mengine vinasababisha ulemavu kwa wananchi, tena wanaotegemewa katika familia zao, ulemavu ambao hautibiki.